pia tumewaita waandishi wa habari waweze kusikiliza kwa kile ambacho taenda kuhabarisha umma wa Tanzania siku ya leo. Lakini pia nipende kuwashukuru sana vyombo vya habari. Toka tumeanza na maandalizi ya maadhimisho ya wiki ya elimu, ujuzi na ubunifu, nimeona habari hizi zimesambaa kuelezea kile ambacho serikali yetu inafanya kwa ajili ya wananchi wake. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa heshima na taadhima, naomba sasa nimkaribishe ili uweze kuongea na umma wa Tanzania kupitia vyombo vya habari vilivyopo hapa. Asante Mheshimiwa, karibu. Asante sana Profesa Nombo, katibu wetu mkuu. Tunayo furaha kutangaza rasmi kuadilisha la kuwasilisha miswada kwa duru ya 5 ya tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu limefunguliwa rasmi leo tarehe 19 Agosti 2026. Profesa Penina Mlama huyu hapa, ambaye ni mwenyekiti wa kamati huru ya tuzo, atatoa maelezo zaidi ya namna ya kuwasilisha miswada na mchakato mzima utakavyoendelea. Washindi wa tuzo hii watatangazwa rasmi na kupewa tuzo yao tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 2027, ambayo ni siku vile vile tunayokumbuka siku ya kuzaliwa ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1922. Mshindi katika kila nyanja atapewa zawadi ya shilingi milioni 10 na kitabu chake katika nyanja hiyo kitachapishwa na kusambazwa kwa gharama ya serikali. Tuzo hii ilianzishwa mwaka 2022-2023. Kwa sasa hivi tuko katika duru ya 5. Tuzo hii inasimamiwa na kamati huru, tena haina mtumishi wa serikali wa moja kwa moja. Kamati huru inayoongozwa na profesa mahiri sana, mwandishi bunifu Tanzania, Profesa Penina Mlama kama mwenyekiti huyu hapa, na wajumbe wengine ni pamoja na Dr. Aikande Kwayo yule pale, maandishi watu hawasomi, na nadhani next time nimeambiwa kule Paris wakati wa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani na kuhamasisha uandishi. Kabla haijaanzishwa tuzo hii, ukiongea na watu wanasema unaandika mswada wako, una uprint, sio kuchapisha, una uchapa vile vitabu, na watu wanapata ari ya kwenda kuvisoma. Sababu nyingine ni kuchangamsha soko la vitabu wakati tunaanzisha tuzo hii ya vitabu. Kwa hii ni chachu ya kusaidia kuwa na fursa, kwa sababu kitabu chako kikishinda kinaenda kinachapishwa kwa gharama za serikali ya kufanya shughuli. Sababu nyingine ni kuhifadhi na kusambaza utamaduni wetu na historia ya nchi yetu. Usipoelezea nchi yako, wengine wataielezea, na nchi hizi zinaelewa between. Unajikuta unaelewa sana utamaduni wa Wakikuyu kwa sababu ya maandishi yale na utamaduni ule, na ukisoma vitabu vingine, kwa mfano Chinua Achebe. Kwa hiyo tutakuwa tunafanya kazi ya kusambaza. Kazi hii ambayo inaendelea imekuwa na faida nyingi. Kwanza, tumeona kwamba sasa Tanzania inakuwa na tuzo ya uandishi yenye hadhi ya kimataifa ya uandishi bunifu na katika maktaba ya nchi yetu. Mpaka sasa hivi jumla ya nakala 292,000 zimeshasambazwa katika shule zote za msingi, na wanapata fursa ya kusoma kazi hizi, na mwandishi akiandika ndoto yake kubwa asomwe. Ndio wengine wanaandika hata sio kupata fedha, lakini wala watu wengine waweze kumsoma. Kwa hii imesaidia.
Tuzo hii imeendelea ubunifu na umaarufu wa tuzo hii. Tangu kuanzishwa kwake, miswada zaidi ya 1030 iliwasilishwa kwa ajili ya kuwania. Kuna Pulitzer Prize inatolewa huko duniani, kuna Booker Prize inatolewa kule. Kwa hiyo ukiangalia zile orodha utakuta na Mwalimu Nyerere, hata jina la rais wetu wa kwanza linatangazwa. Ukienda wanakuja kuangalia vitabu hivi vilivyoandikwa Kiswahili na kuvitafsiri katika lugha zao vikasomwa katika nchi nyingine, na hiyo itakuwa ni hatua nyingine kubwa ile ya kusambaza utamaduni na historia yetu kupitia. Mimi napenda kuipongeza sana kamati hii ya Profesa Penina Mlama. Meifanya kazi hii kwa uadilifu na integrity kubwa na weledi kwa muda wote. Wajue hawa sio majaji. Kamati hii kazi yake ni kuratibu, ni kupanga na kusimamia. Ninakaa na kujadiliana orodha ya majaji wanapewa, lakini wakipewa miswada dalili zote za kumtambua mwandishi zinakuwa zimeondolewa. Majaji wanakaa, wanapitia, wanachagua. Hawa wenyewe ndio wanakuja kufanya kazi pamoja na TETI kupanga siku maalum, ile siku yenyewe ya kutangaza zawadi yenyewe na shughuli kubwa ambayo inafanyika. Napenda sana kuipongeza Taasisi ya Elimu Tanzania. Nikabidhiwa kazi hii na wizara na serikali, kwa sababu kazi ya Taasisi ya Elimu Tanzania moja wapo ni kuandaa vitabu vinavyotumika mashuleni. Sasa vitabu vya taaluma nyingine kama kemia au fizikia vinaweza vikaandikwa na majopo. Wanaweza kaletwa jopo la waandishi wakapitia. Uandishi bunifu ni kazi binafsi. Huwezi kuwa na jopo la watu kuandika riwaya. Kwa hii ni njia mojawapo inayotumika kuhakikisha kwamba tunakuwa na idadi kubwa la vitabu vya uandishi bunifu, ili uko mbele wakati wa kuchagua vitabu vya kutumia mashuleni tunakuwa na uwanda mpana zaidi wa kuchagua. Kazi hii imefanywa vizuri kwa uhodari mkubwa na kujituma na Taasisi ya Elimu ya Tanzania, Dr. Annette Komba na Profesa utakuja labda Dr. Annette Komba na timu yako yote. Kwa kweli napenda kuwapa pongezi. Kwa vyote vile shughuli yote hii imekuwa ikisimamiwa na wizara. Wizara imepiga hatua nyingi nyuma ili kuhakikisha kwamba inaangalia, inaacha utendaji unafanyika kule. Na Profesa Caroline Nombo ambaye ni katibu mkuu na mashinari yote ya wizara imekuwa msaada mkubwa wa kufanya kazi hii. Na kazi yote hii ni utekelezaji wa maagizo ongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambayo mambo mengi ambayo tunaibua hapa yanafanyika kwa sababu sisi tukiwa kwenye vikao vyetu tuna maelekezo. Kwanza, endeni changamsheni soko la kusoma, ongezeni vitabu na kadhalika. Napenda sana kumshukuru rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hili linaloenda vizuri linatangaza mafanikio ya serikali yake anayoiongoza, na waandishi wote walielewe hilo kwamba halikuwepo limekuja kutoka juu. Kuna watu walidhani halitadumu, walihisi tutaanzisha halafu litakwama, lakini linaendelea na tunaamini shughuli hii itakuwa ni endelevu. Sasa Tanzania inaingia katika ligi ya nchi ambazo zina tuzo muhimu ya waandishi bunifu. Baada ya kusema haya, ndugu zangu na katibu mkuu, nadhani sasa tumuombe Profesa Penina Mlama atoe. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sayansi na Teknolojia Profesa Nombo, viongozi wote mliopo, waandishi wa habari. Naomba nianze kwa kuwashukuru sana waandishi wa habari kwa kuungana nasi siku ya leo, lakini niwashukuru sana zaidi kwa tangu tuzo hii ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu kuanzishwa mwaka 2022-2023, waandishi wa habari wa mbele kuitangaza tuzo hii na kuwawezesha Watanzania wengi kushiriki katika kuwania tuzo hii adhimu. Tunawashukuru sana.
Kabla ya kuendelea, Mwashita ambaye alikuwa mshindi wa kwanza katika nyanja ya riwaya, huyu ni ndugu Bishop John Hiluka ambaye aliaga dunia tarehe 2 Julai 2026. Kwa hakika tumempoteza mwandishi bunifu mahiri kabisa katika taifa letu. Tunamwombea roho yake ipumzike kwa amani. Mheshimiwa, naomba tukumbushane kuwa ni mwaka wa 5 wa utoaji wa tuzo hii ya mwalimu ya uandishi bunifu. Kama tunavyofahamu, tuzo hii imeshaelezwa kuwa ilianzishwa chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na inaratibiwa na Taasisi ya Elimu Tanzania, simamiwa na hii kamati ambayo Mheshimiwa Waziri ameshaizungumzia. Sisi tunafurahi sana kuwa katika kipindi hiki cha miaka 4 iliyopita ya tuzo hii pamekuwa na mafanikio makubwa sana kama za Mheshimiwa Waziri. Tuzo hii ilipoanzishwa mwaka 2022 ya kuwasilisha miswada yao kuwania tuzo hii. Na ningependa pia kueleza kuwa matangazo kuhusu vigezo na taratibu za kushiriki kupitia mitandao ya kijamii yote ikiwemo Instagram, X, Facebook kwa anwani ya Tuzo Nyerere. Pia matangazo ya teknolojia pamoja na mitandao ya Taasisi ya Elimu Tanzania. Naomba niongee kidogo tu kuhusu vigezo vya kushiriki katika tuzo hii kwa nyanja zote tulizozitaja hizo 4 ni kama ifuatavyo. Mshiriki anatakiwa awe raia wa Tanzania. Pili, sehemu yoyote ya mswada iwe imechapishwa sehemu yoyote ya tuzo hii. 7, miswada itakayoshinda tuzo nyingine haitazingatiwa. 8, liwe andiko makini lililojikita kwenye masuala muhimu ya jamii. Na mwisho, mswada uwasilishe wazo asili la mwandishi mwenyewe. Sasa kuacha hivi vigezo vya jumla kwa nyanja zote, tunavyo pia vigezo mahususi kwa ajili ya kila nyanja inayo maonesho yasiyozidi 6 na wahusika katika tamthilia 6. Vigezo mahususi kwa ushairi: mashairi yasipungue 50 na miaka 5 hadi 12. Mswada utakaowasilishwa ujumuishe michoro. Mswada wa hadithi za watoto utumwe kupitia hiyo anwani yetu ya Tuzo Nyerere. Mheshimiwa Waziri ameshaeleza kuhusu zawadi zitakazotolewa. Pia mshindi wa pili anapata shilingi milioni 7 pamoja na cheti, na mshindi wa 3 anapata milioni 5 pamoja na cheti. Kwa kuhitimisha, kwa niaba ya kamati ya wataalamu ya kitaifa inayosimamia mchakato wa utoaji wa tuzo ya taifa ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu, ninawashukuru tena na kuwapatia Watanzania taarifa itakayowawezesha kushiriki katika tuzo hii kwa wingi, kwa sababu tunaona sisi hii ni tuzo Asante sana viongozi kwa taarifa hii. Tanzania inafunguka, kwa sababu kama alivyosema viongozi wetu hapa, kupitia maandishi haya Tanzania inaendelea kung'ara. Kwa hiyo viongozi wetu, pamoja na shukrani hiyo, naomba niombe ridhaa yenu ufahamu zaidi juu ya tuzo hii ya Mwalimu Nyerere ya uandishi bunifu. Wanahabari wenzangu, maswali haya nataraji yatoke kwenu.
ili basi Watanzania waweze kuelewa zaidi. Karibuni sana, naomba tunyoshe mkono kama kuna mwenye swali ili tuweze kutoa clarity. Kama hayupo, tutaamini imeeleweka. Uko sawa sawa, eh? Asante sana wanahabari wenzangu, ninaamini tuko sawa, taarifa imeeleweka, lakini kama mna maswali zaidi, wizara ipo wiki nzima hapa Tanga, bado tunaweza kuendelea. Viongozi ni washukuru, unless kuna kitu ningependa kuongeza. Hapana, duru imefunguliwa, waandishi bunifu Tanzania, fursa. Tunawashukuru viongozi.